sheria ako na dalili za matatizo ya afya ya akili. Utakuwa unatueleza hayo yote, lakini kabla ya wewe kuanza kutufundisha, mwanzangu Bernard Lusigi kutoka kutoka mjini Kakamega anapata maoni ya wananchi. Lusigi, iwapo unanipata, zungumza na wananchi wafahamu iwapo wanaufahamu kuhusu afya ya matatizo ya akili ya watoto ama hali ikoje. Chukua usukani, Lusigi. Naam, shukran Agnes. Jinsi ulivyosema kwamba pia sisi ni wanafunzi na nitakuwa na bambanya angalau kuweza kufahamu moja au mawili kuhusu swala hili ama hoja hii nzito ya afya ya kiakili ya matatizo kudirazi miongoni mwa watoto. Na hivyo basi nakujia mbashara kutoka kaunti ya Kakamega nikiwa katika mji wa Kakamega. Na hivyo basi tutakuwa tunalizamia swala hili la afya ya kiakili miongoni mwa watoto. Na hivyo basi nikiweza labda kukopa zile takwimu, ukiona kwamba lile shirika la kimataifa la watoto ukipenda UNICEF limeweza kusema kwamba kati ya watoto 7 mmoja anakumbwa na lile tatizo la msongo wa mawazo au tatizo la kiakili. Na hivyo basi pia vifo zaidi ya watoto 45,000 wanakufa kwa kila mwaka kwa njia ya kujitoa uhai kutokana na tatizo hili la msongo wa mawazo au afya ya kiakili miongoni mwa watoto. Na hivyo basi leo hii nina wazazi ambao nimeweza kujiunga nao waweze angalau tu kufahamu, kuweza kujua iwapo wanafahamu swala hili miongoni mwa watoto. Na hivyo basi nitakuwa na mkaribisha ndugu Songea Jongea, labda tuelezee unafahamu vipi kuhusu swala la afya ya kiakili au tatizo miongoni mwa watoto. Ya tatizo hili la kiakili linawakumba sana watoto siku hizi. Na watoto hapa tunazungumzia wale ambao hawajatimu umri wa kujitegemea, pengine wangali katika shule, wengine wako nje ya shule, lakini ni wachanga, wako chini ya uangalizi wa wazazi ama wa jamii. Kwa hivyo tunapozungumzia jambo hili, tunajua ya kwamba ni jambo ambalo watoto wanapitia na husababishwa na mambo kama vile mtoto kujisikia ya kwamba hapendwi. Mtoto ambaye anajisikia hapendwi pengine nyumbani, hapendwi shuleni, hapendwi katika jamii kwa jumla. Mtoto kama huyo huwa anashikwa na mawazo ambayo hayafai na anaweza hata akajinyonga kwa sababu anaona ya kwamba hakuna mtu anayempenda. Jambo jingine ni kwamba hao watoto ambao wakati mwingine wanajiona kuwa mzigo kwa wazazi. Mtoto anapojisikia yeye ni mzigo kwa mzazi ama kwa mlezi, mzazi asiwe akiambia mtoto mambo ya kumuonyesha kwamba yeye ni mzigo kwake. Lazima wazazi wajitahidi wawashughulikie watoto kwa njia nzuri. Na jambo lingine pia ni watoto kutiwa fedheha. Mmesikia visa ambapo mtazamaji, hizo ni picha